Mtazamaji wa ACTV, hapa ni katika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Mwenge Christian Center, kanisa ambalo liko chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji Abdiel Muhini, na leo ilikuwa ni sikukuu ya watoto wa kanisa la Tanzania Assemblies of God nchi nzima, na watoto wa kanisa hili wameungana na wenzao kuadhimisha sikukuu hii muhimu kabisa ambayo hufanyika mara moja kwa mwaka, na hii inafanyika kitaifa. Mambo mengi sana yamefanyika mahali hapa. Watoto wameonyesha uwezo mkubwa sana, ikiwa ni pamoja na kusoma mistari, kukalili maandiko, na hata wazazi wenyewe wameshangaa namna ambavyo watoto hao wamefundishwa na wameelewa ni kwa ajili ya kizazi kijacho, lakini pia kwa ajili ya watumishi wa baadaye. Hawa ndio wazee wa kanisa, wachungaji wajao na viongozi wa kanisa la TAG katika miaka ya hivi karibuni. Tunakwenda kuzungumza na viongozi wa kanisa hili, tukianza na mchungaji kiongozi wa kanisa hili Abdiel Muhini, atuambie siri hasa ya mafanikio haya makubwa ya watoto hawa kulifahamu neno la Mungu, lakini pia na mambo mengi mazuri ambayo wameyafanya kwa siku hii ya leo. Tafadhali sana tumsikilize akizungumza nao, lakini pia tutakwenda kuzungumza na mchungaji wa watoto wa kanisa hili, mwalimu mkuu wa watoto wa kanisa hili, lakini pia tutasikia watoto nao wanasemaje kuhusiana na sikukuu yao ya siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Thomas, tuwasikie wakizungumza na wewe. Nimesimama hapa nikiwa na shukrani kubwa sana mbele za Mungu kwa mambo makubwa ambayo ameyafanya katika wiki hii ya watoto. Tumeona jinsi ambavyo watoto wamehusika sana katika sikukuu yao. Kwa kuyafanya haya, kanisa la Bwana litapona na taifa litapona. Leo hii kuna uovu mwingi ambao unaonekana mitaani. Wako wabinti wadogo kabisa, watoto, lakini wameachia maisha yao na kujiingiza kwenye vitendo ambavyo haviendani na mapenzi ya Mungu. Tunatumia sikukuu kama hii kuwa na semina ambayo itaelekeza nini cha kufanya kama wazazi, hasa mkazo mkubwa ikiwa ni kuwaombea watoto, kuhakikisha ya kwamba watoto wanapata maombi ili wakue katika makuzi ya kichwa cha kumjua Yesu Kristo ni nani. Yale machukizo yote ambayo Bwana Yesu ameyakataza, basi watoto wayajue mapema wakiwa wangali bado wadogo. Tunapoweza kusubiri mpaka wanakuwa watu wazima, tutapokea taarifa za kuharibika kwao, tutapokea taarifa za matukio ambayo hatukufikiria kama yanaweza kujitokeza. Bwana Yesu amezungumza mengi kwa habari ya watoto, kwamba waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, maana walio kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Tunaendelea kutarajia ya kwamba kupitia watoto tunalo wazazi la kujifunza, kwamba tusipoenenda pia kwa mwenendo kama unaokwenda watoto, mbingu tutaikosa. Hasa haya yanapatikanaje? Ni kwa njia ya kufanya semina, kufanya makongamano, kufanya makusanyiko mbalimbali elekezi ambayo yanasimama kuweza kusaidia malezi ya watoto. Tunamshukuru Mungu sana kwa siku hii ya leo ambapo tumeshuhudia watoto wakisoma maandiko, wakifanya maigizo mbalimbali na tumeshangilia. Lakini tunachosema, hatuishii tu katika kushangilia, tunafuatilia mwenendo wao. Je, wakitoka hapa kwenye sikukuu watoto wanaendaje? Je, wakiwa sekondari watoto wanaendaje? Wakiwa vyuo vikuu watoto wanaendaje? Wakiwa kwenye taasisi mbalimbali za umma watoto wanaendaje? Haya ni mambo ambayo hatuna budi kujifunza, na kama wazazi katika wiki hii ambapo semina kuanzia siku ya Jumatano mpaka kufikia leo kwa siku 4 hizi, naamini ya kwamba wazazi kuna kitu kikubwa na muhimu ambacho wamekipata kuhusiana na malezi ya watoto. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza, maana ninaamini ya kwamba kadiri tunavyokwenda kwa pamoja na kusikilizana, ndivyo tunavyoweza kuziponya nyumba zetu kwa maombi na kwa maandiko matakatifu ya neno la Mungu. Kwa majina yangu naitwa Alfred, mwalimu mkuu Mwenge Christian Center. Leo tulikuwa na sikukuu ya watoto ambayo tulikuwa tumeiadhimisha kuanzia Jumatano kwa ajili ya semina ya wazazi ya malezi bora kwa watoto, na pia tulikuwa tuna bonanza la watoto. Kiukweli tulijiandaa vizuri sana kwa habari ya hii wiki. Tumefanya mambo mengi, tumekuwa na siku nzuri, watoto wamefanya vitu mbalimbali. Lakini pia kwa leo ambao tumefika kilele cha sikukuu ya watoto ambao ni Jumapili 21,
tumemwona Mungu katika haya mambo yote ambayo tumeenda kuyafanya. Cha kwanza kabisa tumeweza kuwa na watoto wazuri, walikuwa wamejiandaa, walikuwa na mambo mbalimbali, lakini kilichonifurahisha sana ni zile aya watoto ambao walikuwa wamejiandaa, wamefanya vizuri, hawajateteleka na wamesema vizuri kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya sikukuu hii. Pia tuchukue nafasi hii kuwashukuru wazazi ambao walikuwa wamejitokeza kwa habari ya kuwaleta watoto kwa ajili ya mazoezi, lakini pia ni mshukuru mchungaji wetu ambaye amekuwa kipaumbele sana kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya kuhakikisha tunafanikisha hii sikukuu. Kipaumbele changu, naomba nitoe wito kwa wazazi. Tunapokuwa tunatangaza semina za kanisani, tunapotangaza matukio kama ya watoto, tunaomba watupe kipaumbele, yani wawalete watoto kwa wingi, watoto wajifunze, na wenyewe wanapotangaziwa semina waweze kufika kwa wingi, wajifunze malezi ya watoto, namna ya kuwalea watoto wao bora. Kwa sababu kitabu cha Mithali 22 mstari wa 6 kinasema, mlee mtoto wako katika njia impasayo, nayo hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa majina naitwa Gladys Bitegeko. Sikukuu hii imefundisha sana watoto kutii wazazi wetu, na ilifundisha wazazi kwa ajili ya watoto kuwa na maadili mema na kukua katika Bwana. Wazazi wanatakiwa kuwa na familia zao, wakae na familia kwa sababu Mungu anapenda familia. Watoto wanapenda sana kukaa na familia, wanapenda sana uhusiano na wazazi wao. Unaweza kukuta mtoto labda ametoka shule anakutana na dada nyumbani, lakini mtoto anapenda ile ametoka shule anakutana na mzazi. Ana spend time with mzazi, anacheza na mzazi. Sio kwamba hapendi, ni kwamba watoto wanapenda, ila wazazi wanakoga wapo busy, wanatafuta hela, lakini hizo hela unatumia na nani? Unatumia na mtoto. Kwa kitu cha kuambia wazazi ni kuwa wanatakiwa wakae na familia zao. Kwa majina naitwa Jede Joshua Kisaka. Nimetokea TAG Mwenge. Leo ilikuwa sikukuu ya watoto ambapo tunafanyaga kila mwezi wa 6 ambapo watoto wengi walikuwa wamefunga shule. Sikukuu ya leo ilikuwa imeenda vizuri, tumefanya vitu vingi, tumecheza, tumefanya igizo na vitu vingine vingi. Lakini pia tumefundishwa kutii wazazi. Maana wazazi ndio waliyetuleta hapa duniani, lakini tusimsahau nani? Tusimsahau Mungu. Mungu ndiye aliyetuleta hapa duniani, ndo ametupa uhai. Nilikuwa nawahimiza watu wote ambao wataiona hii video waweze kumtumikia Mungu kwa kuwa wao Mungu ndiye aliyewaleta duniani. Na TAG Mwenge inapatikana Mwenge hapo Lifungira mpakani. Ukishuka tu hapo utanyosha moja kwa moja utaona msalaba kanisa, ndo hapo umefika.